Tumekuja kuondoa nuksi na mikosi kwenye timu yetu. Kwa hiyo mwaka huu ni mwaka wa kunyanyua makombe. Na tuliweka yai hapa. Sasa muda ule ambao tuliweka kwamba yai liive umeshatimia sasa. Wow. Yai lenyewe ndo hili sasa, tunaanza kushuhudia maajabu ya maji ya moto hapa. Yai limefanyaje? Limeiva. Yai ndo hili hapa. Simba! Umoja. Simba! Umoja. Ubaya! Ubaya! Wekundu wachapwa! Wekundu wachapwa! Wekundu wachapwa! Naam, kwa majina naitwa Siza Shtindi, mwenyekiti wa tawi la Wekundu wa Chapwa. Tumekuwa na safari ndefu kutoka Chapwa, Tunduma, kuja kutalii eneo hili. Hapa tulipo ni maji ya moto Songwe, na hii ni muonekano sasa wa eneo lenyewe. Maji ya moto, kuna mambo mengi ya kuangalia hapa. Kwanza kuna mandhari nzuri kwa maana ya mazingira, lakini kuna vitu vingi ambavyo nitakuwa tuviangalie hapa ambavyo tumekuja kuvitembelea leo. Tumekuja kuangalia chemichemi za maji ya moto. Tumekuja kuzungukia mazingira haya kwa ajili ya kujifunza vitu vingi. Kwa hiyo ndio kwanza tumefika. Kwa hiyo tunaelekea sasa maeneo husika ambayo yana hivyo vivutio. Ni mazingira mazuri kwa kweli, tumefurahi kufika hapa na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama. Kwa hiyo natumai ziara yetu itaenda vizuri na tutatalii vizuri. Kule upande ule kule wa juu kuna miamba. Ile miamba mieupe ile ni kwamba kuna mpasuko mpaka kule. Tukifika mpaka kule mtaona kuna chemichemi ambazo ni za gesi tu. Na ukishuka kwa hivi chini chini huko kuna chemichemi pia za maji ya moto. Kwa hiyo zimetofautiana, huko maji moto, huko gesi. Kwa hiyo sasa ukanda huu ni gesi tu. Na huo kuna mpasuko ambao mpasuko huo umezuiliwa tu hapa juu. Ila huko chini ni kitu ambacho kimeunganika, kimekuwa kitu cha aina moja. Kwa hiyo sasa gesi ambazo zinatokea hapa, kuna gesi carbon dioxide na hydrogen sulfur. Lakini tulivyo zitafiti sisi ambayo ina uhakika wa 100% ni kwamba kuna hiyo gesi carbon dioxide ndio hiyo ambayo tumeipima kabisa ndio 100% kuwa tuna uwezo wa kuivuna. Lakini hizo nyinginezo wataalamu wetu wamechukua sample za gesi pia na maji kuangalia je, madhara gani ambayo yatapatikana ndani ya hizo gesi au zipi na zipi ambazo zinapatikana ndani ya hizo ambazo zinapita. Haya maji kwa sababu maji moto hauji kutalii pia kusema tu unaogelea kama burudani ya kusema utapiga mbizi kama yale maji ambayo tunaoga bafuni. Ni kwamba watu wanaokuja huku wanakuja na kupata tiba pia kupitia maji haya moto. Kwa sababu maji haya yanapotoka huko chini kwenye miamba yanapita kwenye miamba tofauti. Yanapopita kwenye miamba tofauti ni kwamba kuna madini yanayomeng'enyuka. Yakishameng'enyuka yanachanganyikana, yanapanda hapa juu, lile joto linazidi kupungua na yale madini yakiwepo. Sasa yale madini, kuna madini ya sulfur, kuna calcium, kuna silica, carbonate, pamoja na chumvi na magadi. Kwa hiyo sasa ukioga kama una fungus, una bakteria, una mwasho wa ngozi, unajisikia kuchoka, labda una vidonda sugu ambavyo haviponi, kwa hiyo ukiogelea maji hayo utapona. Ila kwa upande wa kunywa ni kwamba kama una vidonda vya tumbo, tumbo lako linajaa gesi, ukinywa maji hayo utapona. Live? Unaweza kubeba ukaenda kutumia hata nyumbani? Unaweza kubeba pia. Ila yasikae kwa muda mrefu kwa sababu unakiona hicho kitu kilichotengenezewa hicho. Ukiweka kwenye kopo lako kitaundwa hicho. Hata yakiwa yamepoa kwa sababu yale madini yanakuwa umeyabeba yote. Watu, wewe Mwanaisha. Haya maji yanafanya kazi gani haya? Haya yanatibu fungus, UTI. Yanatoa magamba. Mtaalamu ameeleza pale, haya maji cha kwanza kama miguu yako inanuka, wale wenye miguu ya kutema ile,
Haya maji ni tiba yake, sawa? Vile haya maji yanaondoa nuksi, mikosi na mabalaa yote. Hasa kwa kuwa mashabiki wa Simba tumekuja katika utalii huu wa ndani, tumekuja kuondoa nuksi na mikosi kwenye timu yetu. Kwa hiyo mwaka huu ni mwaka wa kunyanyua makombe. Na huu ni mwaka wa kufuta uteja. Kama unaona hapa tuko kwenye baraka ya Mwenyezi Mungu. Ukisikia Mwenyezi Mungu kaumba dunia na maajabu yake, maajabu ndo haya hapa. Wote tunayaona. Karibuni ndani ya utalii wa Songwe. Songwe fahari yetu. Na tuliweka yai hapa. Mayai yenyewe ndo haya. Sasa muda ule ambao tuliweka kwamba yai liive umeshatimia sasa. Nusu saa ile ambayo tuliambiwa kwamba yai litaiva. Ndio hii hapa tupo kulitoa. Wow. Yai lenyewe ndo hili sasa, tunaanza kushuhudia maajabu ya maji ya moto hapa. Bwana, si mnaona wote? Yai limefanyaje? Limeiva. Hapo tunachokosa ni chumvi tu, sio? Wote mnaweza kuonja pia kwamba madam, limeiva kabisa. Limeiva yai. Tena naona kupendelea kabisa, nakupa kiini. Au chukue hiki. Mwache kama nani? Yai ndio hivi hapa. Bwana, haya ni maajabu kabisa. Yai limeiva kabisa. Nani alitarajia mambo kama haya yanaweza kutokea kweli hapa duniani? Yai limeiva kabisa hili. Kwa hapa tungekuja na chips hapa. Imepitiliza. Kwa majina naitwa Eliza Mgala. Kipekee namshukuru Mungu pia kupitia kwa mwenyekiti wetu mpendwa Shiza Shtindi kutupatia ofa hii ya ziara ndani kwa ndani. Kwa maono haya tunaomba aendelee kutupatia ofa na zaidi. Hivi tupo njiani tunaelekea nyumbani, tumetoka Maji Moto. Tunamshukuru Mungu aliyetuleta Maji Moto na tunamuomba atufikishe salama. Kwangu mimi ni mara yangu ya kwanza kwa ziara ya ndani. Hivyo ninamuomba mwenyekiti azidi kuangalia na zaidi na maeneo mengine tuendelee kufanya utalii wa ndani na nje ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa majina naitwa Salome John Mwajeka. Nimetokea Tunduma kwenye tawi la Wekundu wa Chapwa. Tumetoka Maji Moto kwenye utalii wa ndani. Tunamshukuru mwenyekiti wetu wa Chapwa kutuleta huku, maana bila yeye tusingeweza. Tunamshukuru Mungu, tumeenjoy. Tumeyaona maji yakichemka. Tumeona vitu vingi. Kuna magadi huko, kuna maji yanachemka, tumechemsha mayai. Kuna maji ya kuoga pia. Kwa hiyo kwa yule ambaye hajaja safari hii atamani hata kuja siku nyingine, kwa sababu kuna vitu vingi vya kujifunza. Vipo hapa kwetu, lakini kuna mwingine hajui kwamba vipo. Lakini watu wengine wanatoka huko nchi za nje wanakuja kuangalia, sisi tuko hapa tunashindwa kuja kuangalia. Jamani, huku kuna vitu vingi sana vya kuangalia. Siku nyingine kama ziara kama hizi kama zikitokea, basi usisite kuja. Tumeenjoy sana kwa kweli. Mimi kwa jina naitwa Francis Judas Mwampash, ni mwanachama wa Wekundu wa Chapwa. Tumekuja huku kutalii na tumefika huku salama. Kwa kweli tumejionea mambo mengi mazuri ya kufurahisha. Tumeona maji ya moto wakati wote yanachemka, yanaburudika, na hasa tulikuwa tunasikia tu historia kwamba kuna maji ya moto na yaweza kuchemka, yai likachemka, lakini tumeshuhudia ya kufanyika hayo. Kwa kweli ni utalii wa ndani mzuri kwenye mkoa wetu wa Songwe ambao unatakiwa watu wote waje waangalie. Kwa kweli watu ambao hawajafika kwa kweli wamekosa kitu cha muhimu sana, na tunamshukuru sana mwenyekiti wetu, ndiye aliyeibua swala hili kwamba tuende kwenye utalii wa ndani
mkoa wetu wa Songwe. Hatukujua kabisa kwamba kuna utalii huu katika mkoa wetu wa Songwe, lakini tumejionea mambo makubwa mazuri yenye kufurahisha. Watu wote karibuni sana, mwende mje mjionee wenyewe kile ambacho tumekiona sisi. Kwa majina naitwa Given Bernard Kayange kutoka tawi la Wekundu wa Chapwa, ni afisa habari wa tawi la Wekundu wa Chapwa. Mimi kama kijana kwenye mkoa wetu wa Songwe tumekuja kutembelea sehemu ya maji ya moto, na wasi kama vijana kwenye mkoa wetu wa Songwe pia Tanzania, kwenye maji ya moto mkoa wa Songwe ni kivutio kizuri sana kama sisi vijana. Inatakiwa na washauri wengi msiishie kuangalia kwenye TV bali uje ufanye utalii ili uweze kujua kwenye nchi yako unapatikana vitu vya namna gani. So nawakaribisha sana pamoja wote wa Tanzania kwa pamoja tuweze kufika katika mkoa wa Songwe ambapo panapatikana maji moto. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi, nimeweza kuona kama kuchemsha mayai kupitia maji ya moto ambayo hukujakoka moto hujafanya nini, lakini unaona vitu vinaenda kama hivyo. Kwa kweli nashukuru sana, pamoja na uongozi wa Wekundu wa Chapwa tumeweza kufika hapa salama. Kwa sasa hivi tupo njiani tunarudi. Tunamshukuru Mungu, tumejifunza vingi ambavyo nimebaki kama historia. Asante. Kwa jina naitwa Shadraki Mwambene. Mimi ni makamu mwenyekiti wa tawi la Wekundu wa Chapwa Simba. Tumetoka kwenye utalii wa ndani, tuko pamoja na wenzetu, tumetoka Songwe maji ya moto kwenye utalii wa ndani. Mimi napenda nizungumzie mambo kadhaa ambayo nimefurahia katika safari yetu, katika utalii wetu wa ndani. Kwanza, jambo la kwanza nimefurahia sana kusafiri pamoja na ndugu zangu Wekundu wenzangu wa Chapwa, tukiwa kama mashabiki wa Simba, nimefurahia sana. Lakini pia nilichofurahia pia ni kuona kwamba kumbe katika mkoa wetu wa Songwe kuna vivutio vingi ambavyo pengine watu wengi hawavijui. Nimefurahia, sikuzani kama kuna maajabu kwamba kuna maji ambayo yanatoka chini ya ardhi yanachemka kiasi kwamba unaweza kupikia kitu ukachemsha mayai. Nimeshangaa sana, sikuzani kabisa kama kwenye mkoa wetu wa Songwe kuna vitu kama hivyo. Lakini pia nimefurahia kitu kingine kwamba yale maji kumbe ni dawa pia. Ni dawa ya tumbo, ya vidonda vya tumbo. Nimeshangaa sana kuona kwamba ni muujiza. Maji yanatoka chini ya ardhi, yanaweza kukutibu vidonda vya tumbo, yakakuondolea mikosi na mambo mbalimbali. Kwa kweli nimeshangaa sana. Na pia ukiwa na fangasi na vidonda sugu, ukijieshia kupitia hayo maji unaweza kupona. Kwa kweli ni miujiza ambayo Mungu ametupatia katika mkoa wetu wa Songwe. Lakini sasa anachukua hii nafasi kuwakaribisha ndugu wananchi wakazi wa Songwe waweze kutembelea vivutio kama hivi ili waweze kujifunza mambo mengi, miujiza mingi ambayo Mungu ametuletea katika mkoa wetu. Lakini sio tu wananchi wa Songwe, hata pia taifa zima tunawakaribisha katika mkoa wetu. Muweze kutembelea hivi vivutio, muweze kujionea vitu mbalimbali ambavyo viko katika mkoa wetu wa Songwe, ikiwepo ni maji hayo, kimondo na vitu vinginevyo vyenyewe hatukuvijua. Kwa karibuni sana, na ndugu zangu wana Simba, mashabiki kama sisi nchi nzima, karibuni tuondoe mikosi kwenye timu yetu, tuweze kubeba vikombe vingi kutokana na vitu kama hivi ambavyo Mungu ametupatia. Kwa majina naitwa Josephat Michael Mtafi. Kwa vitu ambavyo mimi nimejifunza ni kuona maji yanachemka, na yamechemka kweli kweli. Na tumejaribu pale kuweka mayai ya moto, lakini mayai yameiva na tumejionea wenyewe, tumekula. Tumejaribu kabisa kula wenyewe, tukiona maji kabisa, mayai kabisa yakiwa yamechemka. Ndio kitu ambacho nimejifunza. Mara nyingi sana tulikuwa tunasikia tu kwamba maji ya moto mayai yanapokiweka yanachemka, lakini leo tumejionea wenyewe mayai yakiwa yamechemka na tumekula. Ndio vitu ambavyo mimi nimejifunza na nimejionea mwenyewe, na sio kitu cha kusimuliwa, ni kitu cha live bila chenga. Naitwa Mariam Alex Manamba. Namshukuru Mungu tumekuja kutalii Wekundu wa Chapwa, kuona maji moto, utalii wa ndani.
tumeona maji yanavyochemka, tumeogelea, tumeweka mayai, tumekula. Tunakaribisha ndugu zangu ambao mko nje ya mkoa wa Songwe na ambao mko ndani ya mkoa wa Songwe mje kutalii, na tunashukuru sana viongozi wetu wa Chapwa ndio wanaotufanyia mambo mpaka tunakamilisha ratiba zetu. Tunaendaga sehemu mbalimbali, tunaendaga Matema, tumekuja kutalii huku, ni sehemu ambazo tumejiwekea utaratibu wa viongozi wetu wa Chapwa. Kwa hiyo tunaomba ambao mko nje ya mkoa wa Songwe na mko ndani ya mkoa wa Songwe mjifunze kutalii vitu ambavyo viko ndani ya mkoa wa Songwe, mje muone. Tunawashukuruni sana jamani, karibuni.